Uhabari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Keo TV. Mwanaharakati kutoka katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini ni mjumbe wa Chadema ambaye ni Godbless EJ Lema. Godbless EJ Lema ameamua kutoa mtazamo wake kuhusiana na taarifa za hapo jana ambapo kikundi cha Wakatoliki ambao waliweza kufika katika ubalozi wa Vatican pale jijini Dar es Salaam, na lengo au dhumuni kuu la Wakatoliki kuandamana na kufika katika eneo la Vatican pale ni kushinikiza Father Kitima ajiondoe au ajihudhuru kwenye nafasi yake, kwa sababu anasema kwamba Father Kitima anatumia nafasi yake katika kufanya mambo yake binafsi, hasa katika upande wa kisiasa. Nataka nisome hichi au ninukuu hichi ambacho ameandika Godbless EJ Lema katika mtandao wa Twitter, na nukuu: nina uhakika kinachoendelea dhidi ya Katoliki si mzaha wala burudani, bali ni dharau, dhihaka na kejeli ya wazi dhidi ya Katoliki na imani ya Kikristo au kwa ujumla. Hii ni hatua hatari sana kwa taifa. Mzaha wa aina hii hauwezi hata kufikiriwa kufanywa na vijana wa Katoliki dhidi ya taasisi za dini ya Kiislamu. Hebu jaribu kufikiria hata kwa sekunde moja, vijana wa Kikristo wafanya Waislamu halafu waandamane hadi BAKWATA. Je, hali ingekuwaje? Jibu lake liko wazi. Mambo yangechukua mwelekeo mwingine kabisa. Leo watu wanaandamana hadi ubalozi wa Vatican bila kuzuizi chochote, huku vyombo vya dola vikitazama kana kwamba hakuna tatizo. Halafu bado mtu anataka akutuambia kwamba hili siyo kazi ya dola wala uzembe wa makusudi. Huu ni ukimya unaohatarisha taifa. Serikali kwa kuruhusu hali hii mnafungua mlango mpana wa uharibifu wa imani na mshikamano wa taifa. Mnasahau jambo moja muhimu sana. Ndani ya vyombo vya dola kuna polisi, usalama wa taifa na jeshi, na ndani yake kuna Wakristo wengi wakiwemo Wakatoliki. Kuendelea kudharau imani yao hadharani ni kuchezea hisia zao. Hili ni jambo hatari kubwa. Mkiendelea hivi, mtakuwa mnaandaa mazingira ya mgongano wa kijamii na dini ambazo matokeo yake yatakuwa mabaya mno kwa taifa. Onyo: hili sio la kukejeli wala si la vitisho, ni wito wa akili na busara. Acheni mara moja, acheni kabisa, rudisheni upumbavu huu nyuma kabla haujageuka janga la kitaifa. Mwisho wa kunukuu hichi ambacho ameandika Godbless EJ Lema. Godbless EJ Lema kifupi anasema ana uhakika kinachoendelea hichi ni mzaha mkubwa sana na wala sio burudani. Au kwa mtazamo wa Godbless EJ Lema anasema kifupi, ingekuwaje kama au Wakristo nao wangejifanya ni Waislamu halafu wakafika pale kufanya maandamano katika ofisi za BAKWATA. Anasema kwamba huenda mtazamo ungekuwa mbaya au ungefika pabaya zaidi, lakini akaenda mbali zaidi akasema inapaswa serikali ichukue hatua mara moja, kwa sababu ndani ya vyombo vya dola pia kuna Wakatoliki. Maoni yamekuwa ni mengi kwelikweli katika eneo ya comment section hapo. Wengi wametoa maoni yao. Kwanza anaitwa akiwa anasema wajinga sana hawa watu, lakini Lingwanda anasema hizi sura nazitambua, akaweka hapo. Lakini Saino Moa anasema kaka, Waislamu wakiwemo Shehe Ponda mbona wameenda mbali zaidi kuishtaki BAKWATA mahakamani, au walaji wa taarifa zako unazipotosha ni watu wasio na taarifa, au teki ndio hashikiki. Ameandika Godbless Lema, lakini amemwandikia Godbless Lema, lakini Champion anasema inafikirisha sana kwa viongozi wa chama cha siasa na wafuasi wengi watiifu, mnabeba hii jambo kama ajenda. Tukisema ni mchoro wenu kuzua taharuki, tutakuwa tunakosea. Zama ziliamini upinzani wenye kuibua mijadala yenye tija
na kujenga hoja. Nowadays mmekuwa wazee wa kwenda na karata yeyote. Lakini Gen Z anasema wangewakaribisha kitimoto, uone kama kuna mtu angekula, wote wangetimua mbio hapo. Lakini Mrope Losal anasema siku nyingine wakiandamana ubalozini wapewe sahani ya kitimoto, kila mtu atujue kama kweli ni Wakatoliki. Lakini It's All Start anasema what if Wakatoliki wa kweli wakaitisha maandamano ya kupinga ujinga huu na kutoa onyo kali wanaotumiwa kufanya ujinga huu. Unajua tulipofikia mpaka watu ane damu ndio tutaheshimiana. Lakini Kapipi anasema kikundi cha wakuni wa kupangwa hiki kwanza wamejichanganya kwenye speech yao, maneno tofauti mafundisho wa kanisa la Katoliki. Wameenda mbali kabisa, wakaanza kuimba mapambio wa makanisa ya Kiprotestanti. Lakini Dr. Unju anasema hawa ngoja tuongee na maaskofu wakapange novena hawa wehu. Lakini Mjenge anasema yet kuna juhudi za kutafuta maridhiano. Matukio kama haya lazima pia tuyatazame kwa jicho hili, yanachagiza kudhoofisha juhudi ya kujenga maridhiano. Lakini Likuman anasema siku zote ukiona place, mkutano au maandamano ambayo hayana kipingamizi chochote wala hata usiumize vichwa, ni script tu, sema mshauri wa Mwandiko Project. Na hisi hawataki yaliyo mema. Lakini Lunyembenge anasema anayeratibu haya mambo naye ni mtumishi wa serikali na anaaminiwa kabisa na mamlaka za juu kufanya haya. Sijui tulikosea wapi Mungu katika taifa. Lakini maoni yanazidi kumiminika kweli katika sehemu ya comment section katika chapisho la God Bless EJ Lema. MTB anasema umeandika kitu cha msingi sana kama kijeli, lakini soon kuna watu wataanza kuchukulia serious. Lakini Christopher anasema hii nchi tumepata viongozi ambao hawatakuja kupatikana popote kuwekwa kwa msingi ya dini. Mola wetu turehemu kama taifa. Lakini God Bless Pius anasema maandamano yasiyopigwa marufuku hayo ni nani ameyapa kibali? Lakini Catherine Ngodoke anasema yaani kama wakuu wa mikoa na rais wangekemea ingependeza zaidi, ila hapa ni game kwa kweli, alafu wanatangaza amani. Lakini Israel Joel anasema lakini uzuri waandaaji wa huu mchakato alitumia akili ndogo. Lakini Peacemaker anasema CCM kwa ujinga wao wanazalisha vitu vibaya katika mioyo ya Watanzania. Lakini Dowopo anasema taifa ambalo wapiga kura wana akili kuliko wanaopigiwa kura. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umetoka katika chapisho la God Bless EJ Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu Chadema. Jina langu ndio Victor, na wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.